Je, umewahi kuhisi mwili wako umeanza kubadilika ghafla? Hedhi imechelewa, unahisi uchovu wa kawaida, matiti yanauma, au unaanza kuchukia harufu ulizokuwa unazipenda? Inawezekana kabisa hizi zikawa ni dalili za mwanzo za ujauzito. Kinachoshangaza ni kwamba wanawake wengi hupuuza dalili hizi wakidhani ni uchovu wa kawaida, malaria, msongo wa mawazo au mabadiliko ya kawaida ya mwili. Lakini ukweli ni kwamba mwili wako huanza kutoa ishara mapema sana, hata kabla tumbo halijaanza kuonekana. Katika video hii nitakueleza dalili muhimu za ujauzito wa mwezi mmoja, sababu zinazofanya zitokee na wakati gani unapaswa kufanya kipimo cha ujauzito. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba, na hakikisha unaangalia hadi mwisho kwa sababu dalili ya mwisho hufanya wanawake wengi kugundua ujauzito wao wakati wamechelewa sana. Kama unapenda maudhui ya afya, bonyeza alama ya subscribe kisha like video hii kwa mada zaidi. Dalili ya kwanza, hedhi kuchelewa. Hii ndio dalili inayofanya wanawake wengi kuanza kuhisi huenda ni ujauzito. Ikiwa mzunguko wako wa hedhi ulikuwa wa kawaida lakini ghafla hedhi imechelewa kwa siku kadhaa au zaidi, hiyo inaweza kuwa ishara kubwa ya ujauzito. Hata hivyo, usikimbilie hitimisho moja kwa moja, kwani msongo wa mawazo, magonjwa fulani na mabadiliko ya homoni vinaweza kusababisha hali hii. Lakini ikiwa umeshafanya tendo la ndoa bila kinga, uwezekano wa ujauzito unakuwa mkubwa zaidi. Dalili ya pili, kichefuchefu cha ghafla. Wanawake wengi huanza kupata kichefuchefu mapema sana. Unaweza kuamka asubuhi na kuhisi tumbo linachemka au kutaka kutapika. Kitu cha kwanza kushangaza ni kwamba kichefuchefu hiki si lazima kitokee asubuhi pekee. Wengine hupata mchana, jioni au hata usiku. Homoni za ujauzito zinapoongezeka mwilini huathiri mfumo wa chakula na kusababisha hali hii. Dalili ya tatu, kuchoka kupita kiasi. Unalala vya kutosha lakini bado unahisi umechoka. Unafanya kazi ndogo tu na mwili unahisi umeishiwa nguvu. Hii ni mojawapo ya dalili ya mwanzo kabisa za ujauzito. Mwili wako unakuandaa mazingira ya ukuaji wa mtoto, na hivyo hutumia nguvu nyingi zaidi kuliko kawaida. Dalili ya nne, matiti kuuma au kuwa mzito. Baadhi ya wanawake huanza kugundua kuwa matiti yao yamekuwa mazito au yenye maumivu. Chuchu zinaweza kuwa nyeti zaidi kuliko kawaida. Wakati mwingine eneo linalozunguka chuchu huanza kuwa na rangi nyeusi zaidi. Hii hutokana na mabadiliko ya homoni inayojiandaa kwa ajili ya kunyonyesha baadaye. Dalili ya tano, kukojoa mara kwa mara. Je, unaenda chooni mara nyingi kuliko kawaida? Hata kama hunywi maji mengi, unaweza kujikuta unaenda kukojoa mara kwa mara. Dalili hii huanza mapema kutokana na ongezeko la homoni na mabadiliko ya kazi za figo. Dalili ya sita, kuongezeka kwa usingizi. Wanawake wengi wajawazito wa mwezi mmoja hupata usingizi mwingi sana. Unaweza kujikuta unasinzia kazini, unalala mapema, unahitaji kulala mchana. Hii ni kwa sababu mwili wako unafanya kazi kubwa ya kuendeleza ujauzito. Dalili ya saba, kuchukia harufu fulani. Harufu ya chakula, mafuta ya kupikia, manukato au moshi inaweza kuanza kukukera ghafla. Wakati mwingine hata harufu mbaya za zamani ambazo ulikuwa unazipenda inaweza kusababisha kichefuchefu. Hii ni dalili maarufu sana kwa wanawake wengi wajawazito. Dalili ya nane, kutamani vyakula vya ajabu. Unaweza kuanza kutamani embe mbichi, chenza, ndimu, vyakula vyenye uchachu au chakula ambacho hukuwa unakipenda hapo awali. Mabadiliko hayo husababishwa na homoni za ujauzito. Dalili ya tisa, kukosa hamu ya kula. Kwa baadhi ya wanawake, badala ya kutamani chakula, hupoteza kabisa hamu ya kula. Wanaweza kuona chakula hakivutii au huanza kupata kichefuchefu
wanapokiona. Dalili ya 10, maumivu madogo chini ya tumbo. Baadhi ya wanawake hupata maumivu madogo yanayofanana na yale ya hedhi. Maumivu haya hutokea wakati yai lililorutubishwa linapojishikiza kwenye ukuta wa mfuko wa uzazi. Dalili ya 11, matone ya damu. Wanawake wengi hupata matone machache ya damu. Hii si hedhi. Ni damu ndogo inayoweza kutokea wakati wa kujishikiza kwa mimba ndani ya mfuko wa uzazi. Kwa kawaida huwa kidogo sana na hudumu kwa muda mfupi sana. Dalili ya 12 ni kizunguzungu. Unaweza kuhisi kizunguzungu, kulegea mwili, kukosa nguvu ghafla. Mabadiliko ya homoni na mtiririko wa damu huchangia pia hali hii. Dalili ya 13, maumivu ya kichwa. Wanawake wengi huanza kupata maumivu ya kichwa katika wiki ya mwanzo za ujauzito. Dalili hii huweza kujitokea mara kwa mara kutokana na mabadiliko makubwa ya homoni. Dalili ya 14, hisia za kubadilika haraka. Dakika moja una furaha, dakika nyingine una hasira. Mara nyingine unajikuta unalia bila sababu kubwa. Haya ni mabadiliko ya kawaida yanayosababishwa na homoni za ujauzito. Dalili ya 15, tumbo kuhisi kuvimba. Baadhi ya wanawake huhisi kama tumbo limejaa gesi au limevimba. Mara nyingi hujihisi kuna hedhi na karibia, kumbe ni ujauzito wa mapema. Wakati gani ufanye kipimo? Ikiwa hedhi imechelewa, una dalili kadhaa kati ya hizi. Umefanya tendo la ndoa bila kinga, ni muhimu kufanya kipimo cha ujauzito ili kupata uhakika. Kumbuka, si kila mwanamke hupata dalili zote nilizotaja. Wengine hupata dalili nyingi, wengine chache, na wengine hawapati kabisa katika mwezi wa kwanza. Njia pekee ya kuthibitisha ujauzito ni kufanya kipimo cha ujauzito au kwenda hospitali kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Na mimi nimejifunza jambo leo. Andika kwenye comment section nimejifunza. Na usahau kulike, kusubscribe na kushare video hii kwa marafiki wengi zaidi. Nikutakia siku njema, tukutane katika mada ijayo.